Mtazamaji wa Kasako Media, karibu sana. Jina langu naitwa Nice Godfrey. Hii ni Jicho la Mtaa. Leo tumeenda kuangazia masuala mazima ya mazingira na nipo na mwenyekiti ambaye atazungumza kuhusiana na mazingira. Kwanza kuanzia kwenye mtaa wake, lakini pia atazungumzia mazingira kiujumla. Habari yako? Nzuri sana, nzuri sana. Naitwa Georgia Leonidas Rugangisa, natokea mtaa wa Twiga. Mimi ni mwenyekiti wa mazingira wa mtaa wa Twiga. Ninamshukuru Mungu hata nimeweza kufika mahali hapa. Nimefika hapa kuelezea mazingira yetu ya mtaa wa Twiga jinsi yalivyo. Mazingira yetu si rafiki sana, lakini sisi kamati ya mazingira tuko pamoja na mwenyekiti wa mtaa Ibrahim Kachara na mtendaji anaitwa Delvina Francis Misonge. Huwa tunashirikiana nao viongozi wa serikali ya mtaa kuhakikisha mtaa unakuwa safi. Tumekuwa tukifanya mazoezi ya kuelimisha watu mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, tukifanya usafi barabarani, tukiwa na kipaza sauti, tukiangalia machemba, tukiangalia barabara, tukiangalia mashimo, kupitia kamati yangu ya watu 5. Kwa hiyo tulikuwa tukifanya zoezi hadi kwenda mabondeni, kupanda miti. Tunakuwa pamoja na wananchi wetu wa mtaa wa Twiga na viongozi wetu, mwenyekiti wa mtaa wa Twiga na mtendaji wetu wa mtaa wa Twiga. Tumekuwa kwa pamoja na wananchi tukishirikiana kufanya usafi katika mtaa wetu. Na wananchi wamekuwa wakishirikiana na sisi pia. Kuhusu swala la taka. Swala la taka, kuna mkandarasi ambaye anakuja anachukua taka kwa gari, basi anapeleka sehemu husika. Zoezi hilo huwa linaenda vizuri zaidi, lakini kuna wakazi wengine hali yao ni duni. Kwa hiyo mwenyekiti wetu huwa anakaa nao, anawaelimisha. Ndivyo zoezi linavyoenda kwa wote. Umesema wewe ni mwenyekiti wa mazingira. Je, hiyo taratibu ya kufanya usafi katika mitaa yetu inakuwa kwa mara ngapi kwa wiki? Mkandarasi huwa anakuja baada ya siku 10. Kila baada ya siku 10 anapitisha gari, anazoa takataka na anaweka kwenye gari kwa ajili ya kupeleka dampo. Lakini bado wakazi wamekuwa bado wanasema hizo siku ni nyingi sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali iangalie mtaa wetu wa Twiga, ituongezee magari, hata wakandarasi wenye magari mengi, au kwa kutumia huyo mkandarasi basi wazidi kumuongeza magari yaje, ili kusudi mtaa wetu uwe msafi, ili kuepuka mlipuko wa vipindupindu. Maana mvua zikinyesha, barabara zetu sio rafiki, bado zina madimbwi, bado mitaro hamna. Kwa hiyo pamekuwa sio rafiki. Ili serikali itusaidie, ili ituboreshe miundombinu na makazi yetu ili yawe safi. Tunawaomba serikali watusaidie kwa hilo. Sasa umesema siku 10, na unajua kabisa kwenye mitaa yetu mtu mwingine anatumia vitu kila siku, anapika kila siku. Inakuja maana siku 10 ni nyingi sana. Ni kweli kama nilivyosema, kuna wauza chipsi, wa mama ntilie, unajua taka ni nyingi. Kuna familia nyingine taka zinakuwa ni nyingi mno. Hizo siku 10 ndipo nilivyosema kwamba wakazi bado wanalalamika. Siku 10 ni nyingi. Ndio tunaomba yani serikali itutazame kwa jicho la pili. Ituongezee huduma, bado mtaa wetu bado mazingira bado yani hatujapata vitendea kazi zaidi. Hata sisi kamati ya mazingira ya mtaa wa Twiga tuko kamati ya watu 5. Kama nilivyosema hapo awali. Watupe vitendea kazi kama mabuti, matoroli, machepe, ili tuweze na sisi tunapokuwa tunahamasisha wananchi, na sisi pia tunakuwa tunaonyesha mfano na kazi yetu inaenda vizuri. Na umesema mnakuwa mnafanyaga kila wiki au kukagua mazingira, au nye ratiba kukagua mazingira inakuwaje? Kwa sababu mazingira lazima yawe safi kwa salama, kwa sababu huepuka magonjwa ambayo yanatokea. Nyinyi mmejipangaje kwa namna gani ambayo mnaweza kukabili hayo magonjwa yanayolipuka mara kwa mara? Huwa tunafanya Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Lakini hapo katikati inapotokea tatizo, labda mtu chemba limekatika, basi huwa tunawahi ili tuboreshe eneo lile, tumpe elimu atengeneze vizuri. Tumekuwa tukifanya hivyo mara kwa mara. Wale wanaotirisha maji barabarani tunaenda nyumba kwa nyumba, tunawapa elimu kwamba watasababisha kipindupindu. Kwa hiyo zoezi letu huwa ndio hilo, lakini ile rasmi kabisa huwa tunafanya Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Na kuhusiana na masuala ya malipo, imekuwa changamoto kweli, imekuwa ni changamoto sana. Watu wanasema gharama ni kubwa. Ni kweli gharama ni kubwa? Hapana, gharama sio kubwa. Kama nilivyosema awali kwamba kuna wakazi wengine, sisi tuko Uswahilini, wakazi wengine hali zao ni za chini sana. Hata kuipata 2000 ya kumlipa mkandarasi inakuwa kazi. Kwa hiyo mwenyekiti wa mtaa na mtendaji huwa wanaita wale watu, tunawapa ushirikiano kwa ajili ya kuwapa huduma hiyo ya kuzoa taka.
Na pia mimi ni mkazi wa mtaani huko. Naona zile taka zinakusanyika sehemu moja, siku 2, siku 3. Hali inakuaje? Shida iko wapi? Hapana, huwa wanaweka kila mtu kwenye eneo lake la nyumba. Wanaweka kwenye viroba, wanafunga. Sio aturundiki sehemu moja, hapana. Kila mtu anahifadhi nyumbani kwake, wanafunga vizuri vile viroba, basi gari inakuja linachukua. Lakini bado changamoto ni uzoaji wa taka. Yaani gari linakuja kwa kuchelewa. Siku 10 ndio linakuja. Siku 10 ndio linakuja. Taka zinakuwa ni nyingi. Kwa hiyo tunaomba msaada wa serikali itutazame mtaa wa Twiga. Na namna gani ambazo mnatumia au mnalipaje, inakuaje? Hiyo hela mtu analipaje mpaka anafikiwa huduma ya kuzolewa taka? Mwenyekiti wa mtaa aliitisha mkutano katika mtaa wetu. Akawakutanisha na yule mkandarasi ambaye yupo, na wananchi walikubaliana kila kaya ni shilingi 2,000. Kila kaya ni shilingi 2,000. Kwa hiyo sasa huwa wanapita kukusanya baada ya kufanya zoezi katikati ya mwezi, wanapita kila kaya shilingi 2,000. Lakini ni bado watu wengine hawana uwezo wa hiyo 2,000. Na kuna umesema kuna maeneo ya bondeni. Je, watu wengine hawatupagi huko taka bondeni? Ilikuwepo, walikuwa wanatupa, lakini katika utawala huu tulioingia sisi tumezuia kabisa. Hawamwagi taka bondeni. Ndio. Sasa nini hasa unawaambia watazamaji wa Kasako Media na mtaa wako wa Twiga na mazingira yao? Nazidi kuambia kwamba watu wa mtaa wa Twiga wazidi tu kututazama, kwa sababu ndo tumeingia madarakani, serikali ya mtaa na kamati ya mazingira ambayo ndo tuko chini ya serikali ya mtaa. Bado tunajitahidi kufanya kazi kwa uweledi zaidi, tunajitahidi kuongeza nguvu ili wananchi waweze kuona kazi tunayoifanya. La mwisho kumaliza, hizo elimu ambazo umezizungumza mnatoaje kwa kumalizia? Awali ya yote, elimu huwa tunafanya hivi. Nyumba hadi nyumba. Tunaangalia hapa ni kwa huyu ni balozi wa shina, ana wakazi wangapi, basi tunamchukua balozi wa shina, na sisi kamati ya mazingira na viongozi wetu mmoja hapo tunaongozana naye wa serikali ya Zanzibar, basi tunawapa elimu moja, nyumba moja baada ya nyingine. Huyo ni mwenyekiti ambaye anasimamia masuala mazima ya mazingira, na hii ni Kasako Media. Tuko ladhi tutoke hapa tulipo tuje kwako kwenye mtaa wako. Je, hebu tuambie kwenye mtaa wako mazingira yakoje? Jina langu naitwa Nice Godfrey. Tukutane tena wiki ijayo. Bye bye. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.